Niendelee kukuomba Profesa, kuondoka kwako kwenye wizara hii umebadilisha tu majukumu. Sasa wewe ni waziri mlezi wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni. Utaendelea kutulea, na tulichofurahi zaidi umeenda Ikulu. Maana yake umeenda sehemu ambayo sisi mambo yetu yanapaswa kwenda. Kwa hiyo nakuomba ukawe balozi mwema wa Wizara ya Habari, Utamaduni, ukafuatilie yale mambo ambayo mlikaa mkakubaliana yafanyike, ili tunapoyaleta mambo yetu aidha kupitia kwa katibu mkuu kwenda kwa katibu mkuu kiongozi, au kupitia kwa waziri wetu mkuu Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba, basi wewe unagonga muhuri tu ya kwamba haya ndivyo tulitamani yawe. Na mimi nikuhakikishie Prof, nimekuambia tukio wawili, naomba nikwambie mbele ya Watanzania kupitia mkutano wetu wa makabidhiano. Hakuna hata jambo moja ulilolihangaikia, uliloliwazia, likakaa kwenye maandishi, likapita na kwenye vikao, litakaloachwa. Kila ulichotamani kukiona kitakwenda kutokea, na sisi tutahakikisha kwamba tunasimamia. Mimi ni muumini wa kutokuamini aliyetoka ofisini wewe ndio na akili kuliko yeye. Nimepata bahati ya kuwa chini ya mzee wangu Meki Sadiki nikiwa mkuu wa wilaya wa Kinondoni mwaka 2015, yeye akiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Aliponiachia ofisi, yale yote aliyoyaacha yalitimia, na hata leo huko aliko Mwanza anafurahi ya kwamba mdogo wake anaendelea vyema, kwa sababu ya kutambua ni nafasi ya kutoa mchango, na wakati ukinaofika atakuja mtu mwingine, lakini yale uliyoyatolea mchango ni muhimu yakaendelezwa. Nimepata nafasi ya kuwa mwenezi kwa dada yangu Sofia Mgema, na yeye ana furaha huko aliko ya kwamba yale aliyopanga kama mwenezi yaliendelea. Pana nafasi pia ya kuwa mkuu wa mkoa wa Arusha kwa kakaangu Mongera, yale yote aliyotamani yaliendelea kufanywa kazi, na kote huko nimeweka alama ya kutokubeza watangulizi wako, kulinda na kuendeleza kazi walizozifanya, ili kwa pamoja tuwe na historia njema kama taifa ya kuwa na muendelezo wa watumishi wanaopita kwenye nafasi mbalimbali.